Mwanaharakati nchini Tanzania ambaye anaishi pale UK kwa jina Mange Kimambi amefunguka mazito akitaja kwamba chama cha demokrasia na maendeleo huenda kinafanya kosa kubwa zaidi haswa katika kuwatenga baadhi ya wanachama wengine nchini Tanzania katika kupigania haki ya mauaji ya mwaka jana baada ya uchaguzi mkuu nchini Tanzania. Akizungumza siku ya Jumapili kwenye video ambayo alirekodi na kuposti kwenye mtandao wa X, Mange Kimambi alizungumza mazito akiwaambia Chadema kwamba ingawaje yeye si mwanasiasa ila anaweza kuona mambo yalivyo nchini Tanzania. Kwa hiyo alianza kwa kutaja sababu za watu kuandamana mwaka jana wakati wa uchaguzi ule, ama sababu ambazo zilisababisha baadhi ya familia kuuliwa, baadhi ya watoto kuuliwa na baadhi ya familia kuvunjika, ambapo pengine familia moja ilimpoteza mama, ingine kampoteza baba, ingine kampoteza mtoto. Kulikuwa na wingi wa vilio nchini Tanzania baada ya miili ya wapendwa wao ama Watanzania wenzetu kuaga na kuuliwa kwa risasi. Kwa hiyo kulingana na Mange Kimambi, anataja na kusema kwamba zile sababu ambazo zilisababisha watu kuandamana mwaka jana hazikuwa zinakumba tu Chadema, ama wale ambao waliandamana hawakuwa wanachadema, wala wale waliokufa hawakuwa wanachadema, bali walikuwa ni Watanzania kwa ujumla. Na kutokana na ujumbe wake alieleza sababu tatu ambazo zilifanya Watanzania kuandamana mwaka jana, na kwa hiyo kuambia Chadema iache kufanya swala hili la mauaji kuwa swala la Chadema tu, na waache kufanya kwamba ama kufanya haya ya msingi kuonyesha kwamba Chadema tu ndio inaumia na utawala wa Rais Samia, bali waweze kukua open na kusema kwamba yale yaliyotokea mwaka jana na maendeleo na maandamano yaliyotokea ilikuwa kwamba ni kwa Tanzania nzima, hadi kulikuwa na wana CCM ambao walishabikia maandamano yale, wengine wakajitokeza, wengine wakauliwa. Kwa hiyo Mange Kimambi anatoa sababu tatu akitaja ufisadi. Hapa Mange anasema kwamba Watanzania kwa ujumla, bila kutaja wala kusema ni wanachadema, walikuwa wamezungumza na walikuwa wamegundua kwamba kidogo ufisadi unawasumbua ama unatusumbua nchini Tanzania. Kwa hiyo akasema kwamba ufisadi ule ulikuwa ni wa kihistoria, na kwa hiyo wakaamua kwamba ili kuliponya taifa la Tanzania basi waweze kuandamana ili waweze kuondoa ufisadi ule wa kihistoria ambao unakumba nchi yetu tukufu, nchi tunayoipenda, nchi yetu ya Tanzania. Kwa hiyo wengi wakajitokeza kwenye dhamira moja kwamba waweze kuonyesha kwamba nchini Tanzania mambo ya ufisadi hayawekwi, manake yanarudisha taifa nyuma. Kwa hiyo hilo alikuwa linakumba Chadema peke yake. Kwa hiyo hata wale ambao ni wana CCM, wale ambao wanashabikia serikali hii ya CCM bado walijitokeza angalau kuhakikisha kwamba wanatetea haki zao kama Watanzania, wala si wana CCM, wala si wana Chadema, wana Chauma, wala wana ACT Wazalendo, bali kama ama Watanzania ambao wanataka kwa kweli kuleta haki katika pengine taifa letu la Tanzania. Sababu ya pili ambayo Mange Kimambi anaiongelea ni kwamba nchini Tanzania kwa muda mrefu hakuja kuwa na uhuru wa kuchagua viongozi, kwamba si Watanzania ndio tunaandamana hadi pale kwenye vituo vya kupiga kura ama upigaji kura, tunachagua viongozi ambao tunawadhamiria, lakini kwamba system inakataa viongozi ambao tunawachagua na inawatawisha madaraka viongozi ambao wao wenyewe wanataka kama system. Kwa hiyo hili ndilo swala ambalo lilisababisha ile ghadhabu ya Watanzania. Kwa hivyo anakumbusha Chadema kwamba
ule uhuru uchaguzi, ingawaje ndiyo chama cha demokrasia na maendeleo kilikuwa mstari wa mbele kusema kwamba kama hakuna mabadiliko basi hakuna uchaguzi, ama ile kauli mbiu ambayo ilikuwa inajulikana no reforms no election, ila anasema kwamba ndiyo ni vyema Chadema pia walijiingiza kwenye ile safari ya kukataa maswala ya kuchaguliwa viongozi, japo wa Tanzania kwa ujumla hata wale wa CCM pia walikuwa wamegadhabishwa. Hadi ameonyesha kwamba kwenye ile ripoti ya Othman Chande kidogo ilikuwa naguzia maswala hayo, japo haikuyazoa vilivyo, kwamba ripoti ile ilitaja na kusema kwamba kwenye ule uchaguzi uliofanyika mwaka jana, kwenye ule uchaguzi mzima kulikuwa na viongozi ambao walikuwa wanawania nyadhifa mbalimbali kupitia chama cha CCM. Wapendwa wao, familia zao zilikuwa zinataka kweli kwamba na wao mmoja wao haweze kuongoza. Kwa hivyo wakajitolea sana, na ule kujitolea ikawa kwamba wanatumia hadi mali zao, lakini mwishowe wakakatwa majina katika ile orodha ya wale ambao wanaenda kuwania, kwa sababu kwamba system ya watu wachache ilikuwa imeamua ni kina nani watasimama kutoka eneo fulani. Kwa hiyo wale pia wana CCM ambao walikatwa na jamaa zao wakaamua kwamba lazima wangeandamana, ili isiwe kwamba hii system, isiwe kwamba CCM ama isiwe kwamba viongozi wachache katika serikali akiwemo Samia Suluhu ndio wanaamulia watu kuhusiana ni nani anachaguliwa, ni nani hachaguliwe. Na hapo vile kumbuka ndio Chadema inaingilia kati kwamba Tundu Lissu ambaye ni mwenyekiti wa chama hicho alishikwa na kuwekewa tuhuma ambazo ni za kusukwa, tuhuma za kisiasa tu, kwa maana na hii ni dhahiri, manake alishikwa kabla uchaguzi kufanyika na kesi yake ikawa inaahirishwa, kesi yake ikawa inacheleweshwa hadi wa sasa mwaka mmoja, ni siku takriban 400 zimepita, mwaka mmoja na siku kadhaa, lakini kesi yake bado haijaisha na inazidi kusogeshwa mbele, na inachukua zaidi ya mwezi ndipo kusikilizwa tena. Kwa hivyo inaonyesha kweli kuna watu wanataka kujizolea azimio fulani. Kuna watu kuna azimio pengine ya kuchelewesha kesi ile ili waweze kufaidika na jambo fulani. Kwa hivyo hayo ndio masuala ambayo ngawaje ndio Chadema pia iliumia, lakini Watanzania kwa ujumla walikuwa wanataka mageuzi nchini Tanzania. Na swala jingine vile tunakumbuka kwamba kiongozi wa ACT Wazalendo ambaye ni Luhaga Mpina alikuwa amejitosa tena kwenye kile kinyang'anyiro. Akasema kwamba pia yeye yuatosha, kwamba hata kama amemfungia Tundu Lissu haya basi yeye atajitokeza ili aweze kupingana na Samia moja kwa moja. Cha kushangaza ni kwamba Samia Suluhu alihakikisha kwamba na ile tume ambayo inasimamia uchaguzi wamemsimamisha, wamemzuia kuwania urais katika nchi ya Tanzania. Kwa maana Samia alikuwa anajua, yani watu walikuwa wamechoka na yeye kiwango kwamba yeyote angesimamishwa kando yake, hata kama hajulikani, hata kama hapendwi, basi angekuwa kiongozi. Manake Mama Samia ni mtu ambaye anaongoza kwa mkono wa chuma. Hata mataifa mengi yamekuwa yakizungumza kuhusu hili, hata nchi jirani tu, nchi ya Kenya, wengi wamekuwa kizungumza, hadi viongozi wa mula wakisema kwamba huyu rais wa Tanzania ni kiongozi ama ni rais wa kidikteta, rais ambaye hajali, rais ambaye anaua watu wake, rais ambaye mikono yake na viganja vyake vimejaa damu kutokana na kuua watoto wa Kitanzania. Hayo ndio maneno yake Mange Kimambi akikosoa Chadema na kisha kuambia kwamba wasije wakafanya haya yote kwamba yanahusu Chadema tu, bali ni swali linalohusu dunia, yani nchi nzima. Kwa hivyo akasema waweze kuhusisha watu wote, hata si wana Chadema tu wala CCM, wala waweze kuhusisha watu wote ili tuweze kukomboa nchi yetu ya Tanzania. Sijui una maoni gani, ila ukiwa na maoni waweza niandikia ujumbe mdogo kwenye comment section, na bila shaka mimi hapa nitakuwa na chukua comment yako, nitakuwa na jibu kila comment ili tuweze kushirikiana, na pengine inaweza kuunda msingi kwa yale nitakayoyazungumzia tena kwenye video ambayo nitaileta baadaye.